Najua mimi mama yako ndo mwenye makosa, kwa sababu nilishindwa kukulea katika misingi bora, lakini naamini bado tujachelewa. Tafadhali acha. Ndiyo, naweza kuanza maisha mapya, lakini kizazi changu kinaweza kurudi upya. Nimepoteza kila kitu, maisha yangu yameharibika, na ile familia ndio imewajibika. Nisikilize nikwambie, kama huwezi kunisapoti kwenye hili, basi udugu wetu umeisha, na usiniingilie tena kwenye maisha yangu, maana sina mama kama wewe. Mwenzenu mimi nafsi ina majeraha, moyo roho havina furaha. Mwenzenu mimi nafsi ina majeraha. Love Me Again kuwa maarufu sana kwenye YouTube kupitia chaneli ya Sandra's Official, na imevutia watazamaji wengi kutoka sehemu mbalimbali kutokana na hadithi yake ya mapenzi yenye hisia kali, migogoro ya kifamilia na mafundisho muhimu kuhusu maisha ya kila siku. Filamu hii inaelezea safari ya wapenzi wawili wanaokutana kupendana kwa dhati, lakini baada ya kukumbana na changamoto nyingi kama vile kutokuaminiana, usaliti, shinikizo kutoka kwa marafiki na familia, pamoja na maamuzi magumu yanaweza kubadilisha mustakabali wao. Sandra ambaye ni mmoja wao waigizaji wakuu anacheza nafasi ya msichana mwenye moyo wa huruma, anayejitolea kwa mapenzi lakini anakumbwa na maumivu makubwa baada ya kuumizwa na yule anayempenda. Kwa upande mwingine, mwigizaji anayechukua nafasi ya mpenzi wake anaonyesha tabia kijana anayefanya makosa, lakini baada anatambua thamani ya upendo wa kweli na kujaribu kurekebisha makosa yake ili apate nafasi ya pili. Wahusika wasaidizi nao wana mchango mkubwa katika kuendeleza hadithi, wakionyesha mitazamo tofauti kuhusu mapenzi, urafiki na maisha kwa ujumla, hali inayofanya simulizi iwe ya kuvutia zaidi. Zaidi ya hayo, ubora wa igizaji, mpangilio mzuri wa matukio, pamoja na ujumbe unaohamasisha msamaha, uvumilivu na umuhimu wa kuwasiliana katika mahusiano umeifanya filamu hii kupendwa sana
watazamaji wengi na kuendelea kupata umaarufu mkubwa kila siku kwenye mtandao. Filamu itwayo Love Me Again kuwa maarufu sana kwenye YouTube kupitia chaneli ya Sandra's Official, na imevutia watazamaji wengi kutoka sehemu mbalimbali kutokana na hadithi yake ya mapenzi yenye hisia kali, migogoro ya kifamilia na mafundisho muhimu kuhusu maisha ya kila siku. Filamu hii inaelezea safari ya wapenzi wawili wanaokutana kupendana kwa dhati, lakini baada ya kukumbana na changamoto nyingi kama vile kutokuaminiana, usaliti, shinikizo kutoka kwa marafiki na familia, pamoja na maamuzi magumu yanaweza kubadilisha mustakabali wao. Sandra ambaye ni mmoja wa waigizaji wakuu anacheza nafasi ya msichana mwenye moyo wa huruma anayejitolea kwa mapenzi, lakini anakumbwa na maumivu makubwa baada ya kuumizwa na yule anayempenda. Kwa upande mwingine, mwigizaji anayechukua nafasi ya mpenzi wake anaonyesha tabia kijana anayefanya makosa, lakini baada anatambua thamani ya upendo wa kweli na kujaribu kurekebisha makosa yake ili apate nafasi ya pili. Wahusika wasaidizi nao wana mchango mkubwa katika kuendeleza hadithi, wakionyesha mitazamo tofauti kuhusu mapenzi, urafiki na maisha kwa ujumla, hali inayofanya simulizi iwe ya kuvutia zaidi. Zaidi ya hayo, ubora wa waigizaji, mpangilio mzuri wa matukio, pamoja na ujumbe unaohamasisha msamaha, uvumilivu na umuhimu wa kuwasiliana katika mahusiano umeifanya filamu hii kupendwa sana na watazamaji wengi na kuendelea kupata umaarufu mkubwa kila siku kwenye mtandao. Filamu itwayo Love Me Again kuwa maarufu sana kwenye YouTube kupitia chaneli ya Sandra's Official, na imevutia watazamaji wengi kutoka sehemu mbalimbali kutokana na hadithi yake ya mapenzi yenye hisia kali, migogoro ya kifamilia na mafundisho muhimu kuhusu maisha ya kila siku. Filamu hii inaelezea safari ya wapenzi wawili wanaokutana kupendana kwa dhati, lakini baada ya kukumbana na changamoto nyingi kama vile kutokuaminiana,
usaliti, shinikizo kutoka kwa marafiki na familia, pamoja na maamuzi magumu yanaweza kubadilisha mustakabali wao. Sandra ambaye ni mmoja wao waigizaji wakuu, anacheza nafasi ya msichana mwenye moyo wa huruma, anayejitolea kwa mapenzi, lakini anakumbwa na maumivu makubwa baada ya kuumizwa na yule anayempenda. Kwa upande mwingine, mwigizaji anayechukua nafasi ya mpenzi wake anaonyesha tabia kijana anayefanya makosa, lakini baada anatambua thamani ya upendo wa kweli na kujaribu kurekebisha makosa yake ili apate nafasi ya pili. Wahusika wasaidizi nao wana mchango mkubwa katika kuendeleza hadithi, wakionyesha mitazamo tofauti kuhusu mapenzi, urafiki na maisha kwa ujumla, hali inayofanya simulizi iwe ya kuvutia zaidi. Zaidi ya hayo, ubora wa igizaji, mpangilio mzuri wa matukio, pamoja na ujumbe unaohamasisha msamaha, uvumilivu na umuhimu wa kuwasiliana katika mahusiano umeifanya filamu hii kupendwa sana na watazamaji wengi na kuendelea kupata umaarufu mkubwa kila siku kwenye mtandao. Filamu itwayo Love Me Again kuwa maarufu sana kwenye YouTube kupitia chaneli ya Sandra's Official, na imevutia watazamaji wengi kutoka sehemu mbalimbali kutokana na hadithi yake ya mapenzi yenye hisia kali, migogoro ya kifamilia na mafundisho muhimu kuhusu maisha ya kila siku. Filamu hii inaelezea safari ya wapenzi wawili wanaokutana, kupendana kwa dhati, lakini baada ya kukumbana na changamoto nyingi kama vile kutokuaminiana, usaliti, shinikizo kutoka kwa marafiki na familia, pamoja na maamuzi magumu yanaweza kubadilisha mustakabali wao. Sandra ambaye ni mmoja wao waigizaji wakuu, anacheza nafasi ya msichana mwenye moyo wa huruma, anayejitolea kwa mapenzi, lakini anakumbwa na maumivu makubwa baada ya kuumizwa na yule anayempenda. Kwa upande mwingine, mwigizaji anayechukua nafasi ya mpenzi wake anaonyesha tabia kijana anayefanya makosa, lakini baada anatambua thamani ya upendo wa kweli na kujaribu kurekebisha makosa yake ili apate nafasi ya pili. Wahusika wasaidizi nao wana mchango mkubwa katika kuendeleza hadithi, wakionyesha mitazamo tofauti kuhusu mapenzi, urafiki na